Ukimya mtakatifu. Jumamosi Kuu ni siku ya ukimya mkuu katika maisha ya kanisa. Ni siku ambayo Yesu Kristo amelala kaburini baada ya mateso na kifo chake msalabani. Hakuna misa inayoadhimishwa mchana. Kanisa linakaa katika tafakari ya kina, likingoja kwa matumaini ufufuko wa Bwana. Siku hii inaonyesha hali ya mpito kutoka maumivu ya kifo hadi utukufu wa ufufuko. Ni siku ya giza la imani ambapo wanafunzi wa Yesu walikosa tumaini, lakini mpango wa Mungu ulikuwa unaendelea kimya kimya. Yesu anashuka kuzimu mahali pa wafu ili kuwakomboa waliokuwa wakimngoja Mwokozi tangu zamani. Hii inaonyesha kwamba kuna mahali ambapo upendo wa Mungu hauwezi kufika. Ukimya wa Jumamosi Kuu unatufundisha subira na imani. Mara nyingi katika maisha yetu tunapitia vipindi vya ukimya wa Mungu. Tunasali lakini hatuoni majibu ya haraka. Siku hii inatukumbusha kwamba hata pale ambapo Mungu anaonekana kimya, bado anatenda kazi kwa siri. Ingawa Jumamosi Kuu inaonekana kama siku ya huzuni, ndani yake kuna tumaini la ushindi. Kaburi halikuwa mwisho wa maisha. Hivyo hivyo, mateso na changamoto zetu si mwisho wa maisha yetu. Mungu hubadilisha giza kuwa mwanga na kifo kuwa uzima. Jumamosi Kuu ni mwaliko wa kutafakari maisha yetu kwa kina, kukaa mbele ya Mungu kimya, kuimarisha tumaini letu katika ahadi zake, kusubiri kwa imani ufufuko katika maisha yetu binafsi. Tunapoishi Jumamosi Kuu, tujiunge na Bikira Maria aliyedumisha imani hata katika giza la majonzi. Tuamini kwamba baada ya ukimya wa leo kutakuja sauti ya ushindi wa Pasaka. Mungu hatuachi kamwe, anafanya kazi hata pale tusipoona. Mungu, katika ukimya wa Jumamosi Kuu, utufundishe kuamini hata tusipoona. Utujalie tumaini thabiti kwamba baada ya giza daima kuna mwanga wa ufufuko. Amina.